Vijana wilayani Tanga wamefanya matembezi ya amani kwa lengo la kueleza mafanikio makubwa yaliyofanywa na serikali katika uboreshaji wa sekta ya afya hapa nchini. Wakizungumza mara baada ya kumaliza matembezi hayo ambayo yalianza katika viwanja vya Tanga Urisi na kuhitimishwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga, yamekwenda sambamba na zoezi la kufanya usafi kwenye eneo la hospitali hiyo, ambapo vijana hao wamesema kuwa maboresho makubwa katika sekta ya afya yamewezesha kupunguza gharama za matibabu, kwani awali wagonjwa walikuwa wakilazimika kufata baadhi ya vipimo nje ya mkoa, jambo ambalo kwa sasa vipimo hivyo vinapatikana hapa hapa ndani ya mkoa na hivyo kupunguza gharama kwa wagonjwa. Nikasema naipongeza sekta ya afya kwa sababu mimi ni mnufaika wa afya ya mama na mzazi. Mwaka huu mwezi wa 5 mke wangu alijifungua. Kabla ya kwenda kujifungua nilitishwa sana na watu wengi, nikaambiwa kwamba kwenye kujifungua gharama zinakuwa kubwa sana. Nilibeba kiasi kisichopungua shilingi 300,000. Lakini baada ya kwenda kupatiwa huduma, mke wangu alipatiwa huduma bure. Na ile pesa ambayo ilibakia iliweza kunisaidia kwenye matumizi yangu mimi na mtoto. Nipende kuchukua nafasi hii kuipongeza serikali yangu ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa sana walioifanya kwenye sekta ya afya. Shiriki mazoezi ya jogging kwa sababu inajenga kimwili na kiakili. Na isitoshe pia napenda kuipongeza hospitali ya Bombo pamoja na serikali. Kwa sababu hata mimi ni mnufaikaji ambaye nilinufaika, maana baada ya kufanywa operation wa uzazi nilipoteza damu, nilipungukiwa na damu. Nilishukuru kwa sababu nilipata damu na nikaendelea na tiba nyingine. Nashukuru mpaka sasa niko salama mimi pamoja na mtoto wangu. Maboresho ya huduma ya afya katika hospitali yetu ya Bombo ni mazuri. Ni huduma ambazo ziko vizuri. Nikizungumzia hivyo kwa sababu mimi ni mnufaika katika huduma ambazo ninazifuatilia, yakiwemo magonjwa hususani ambazo huduma zinazotolewa, tuseme ambazo ni huduma zinatolewa kiurahisi na ni bure, yakiwemo magonjwa, dawa za TB, dawa za kurefusha maisha, hususani dawa za tiba endelevu tunasema VVU, ikiwemo na upimaji wa saratani kwa kina mama. Hizi huduma zinapatikana kwa urahisi na ni bure. Na pia vile vile kuna kipindi ilikuwa ni changamoto kwa mfadhili ambaye anafadhili hizi huduma. Zikawa kidogo wananchi wakizungumzia kwamba hizi huduma mfadhili amestopu, itakuwa ni shida. Hata jamii iliweza kuzungumza kwamba kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ndio itakuwa ni mwisho wa maisha yao, kwa sababu mfadhili kuna kiwango kikubwa ambacho alikuwa anatufadhili nacho. Lakini serikali yetu haikusimama ama haikusita. Huduma ziliendelea kama kawaida, zikiwemo matibabu ya madawa, matibabu ya vipimo. Kwa hiyo huduma hazikusita sehemu yoyote, ziliendelea mpaka hadi leo zinaendelea kwa usahihi mkubwa. Kwamba usafiri sasa hivi wa gharama za usafirishaji kuhusu matibabu naona ni wamerahisisha sana. Kwa sababu kama kwa mfano tulikuwa tunatoka pale Mwakidila kuja Bombo kulikuwa una kodi private, lakini sasa hivi tumetoa usafiri ni haraka tu, yani ambulance chapu unaletwa Bombo. Serikali ya awamu ya 6 imekuja kutengeneza vitu viko vizuri sana, kwa sababu kama ukiangalia awamu ya 6 kulikuwa hakuna CT scan hapa Bombo, lakini sasa hivi CT scan ipo. Tofauti na zamani ukiambiwa CT scan unatakiwa uende KCMC au uende Muhimbili, lakini sasa hivi iko hapa Bombo. Na siku ya leo tunawashukuru sana vijana kwa kujitokeza kuamua kufanya mazoezi. Kama tunavyofahamu kwamba mazoezi ni afya, lakini mazoezi yanatukutanisha kwa pamoja, tunaweza kutengeneza network, lakini mazoezi yanatuondoa stress, yanatufanya mwili uwe timamu, lakini tuwe na akili vizuri. Kwa hiyo kwa umoja wetu
siku ya leo, kama ambavyo tumeamua kushirikiana kufanya mazoezi na kama ambavyo ujumbe wetu wa siku ya leo ambavyo unaonekana katika t-shirt zetu ambazo tumevaa. Kama ambavyo tunashirikiana katika mazoezi, basi tuhakikishe pia tunakwenda kushirikiana katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 29. Wote tunafahamu kwamba tarehe 29 tunakwenda kuchagua viongozi wetu. Tunakwenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tunakwenda kuchagua wabunge pamoja na madiwani. Basi tuendelee kuhamasisha, kuwaambia vijana wenzetu, lakini na watu wengine wote ambao wamejiandikisha wasiache kujitokeza siku ya tarehe 29 kuhakikisha kwamba wanachagua viongozi wao. Ni haki yetu kuhakikisha tunajitokeza, lakini kila mmoja ahakikishe anatimiza wajibu wake.